Waziri wa Ujenzi na Uchukuzi Zanzibar, Dr. Khalid Salum Mohamed amezitaka wizara kuzitazama sekta husika kuhusisha mahitaji ya kundi la vijana katika jamii, kwani linakuwa kwa kasi na ndio kundi muhimu kwa maendeleo ya nchi. Ameyazungumza hayo wakati wa jukwaa la majadiliano sekta ya ardhi na maendeleo ya makazi yaliyofanyika katika ukumbi wa Golden Tulip uliopo uwanja wa ndege mkoa mjini Unguja, na kusema jukwaa ni fursa adhimu kujua changamoto na namna ya kuzikabili. Dr. Khalid amesema suala la ardhi ni suala nyeti linalopaswa kuangaliwa kwa umuhimu kwa vizazi vya sasa na vizazi vijavyo, na kutilia mkazo sekta ya ardhi ni sekta mtambuka, na kusema sekta zote zinahusika, hivyo wanahitaji kuwa na mipango imara, sambamba na kusema wizara hiyo kutambua uwiano wa ukuaji wa watu na ukubwa wa ardhi yenyewe. Tunapolizungumza swala hili tunajua kabisa kwamba tunazungumza swala nyeti sana na mustakabali wa nchi yetu kwa sisi tuliopo leo, lakini hasa kwa vizazi vijavyo. Sekta ya ardhi kama inavyosemekana ni sekta mtambuka, na kwa maana hiyo sekta zote zinahusika. Taja sekta zote. Kwa hiyo ni sekta mtambuka ambayo kwa hakika tunahitaji sasa sote tuwe na mipango inayokubaliana na tuwe na miongozo ambayo miongozo hiyo sasa itaongoza sekta zote, lakini pia na sekta binafsi. Nilivyosema, sekta ya ardhi inakabiliwa na changamoto kubwa sana ya uwiano wa ukuaji wa watu na ukubwa wa ardhi yenyewe. Dr. Khalid amesema wizara imefanikiwa kuwapatia wananchi makazi bora na salama kupitia shirika la nyumba Zanzibar kwa kuhakikisha Zanzibar inabadilika kwa kasi, na mchango wao ni mkubwa ambapo limefanikiwa kujenga nyumba zaidi ya 2000. Lengo ni kuhakikisha nchi inabadilika na wananchi wanapata makazi kwa unafuu. Lakini pia wizara imefanikiwa kwa kiasi kikubwa sana katika kuwapatia wananchi makazi bora na salama. Na kwa sasa wizara kupitia shirika lake la nyumba ambao wanafanya kazi nzuri sana, mkurugenzi mkuu, hongera sana, mnafanya shughuli nzuri sana. Zanzibar inabadilika tena kwa kasi na mchango wenu ni mkubwa sana. Tayari mmeshajenga nyumba 4000 katika maeneo mbalimbali ikiwemo Kisakasaka B, Kisakasaka D, Mombasa kwa Mchina, Chumbuni na maeneo mengine ya Unguja na Pemba. Na lengo ni kuhakikisha kwamba nchi yetu inabadilika, inatoa huduma bora za makazi, wananchi wanapata huduma bora na kwa unafuu mkubwa. Lakini hii ndiyo njia sahihi sasa ya matumizi bora ya ardhi yetu. Badala ya kusema tunajenga horizontal, tukifanya hivyo hakuna muda hii ardhi yote tutakuwa tumeimaliza. Aidha, naibu waziri kutoka Wizara ya Ardhi na Maendeleo ya Makazi, ndugu Salha Mwinjuma, amesema lengo la majadiliano hayo ni kuangalia vipi wanakwenda na wakati, ikiwa ni utekelezaji wa Rais Samia kufanikisha wizara zinafanya kazi kwa usahihi. Akiba zimetubana na unatoka kwenye kikao muhimu cha Baraza la Wawakilishi, umekuja kujumuika nasi. Tumehisi na tumeona umuhimu na uzito wa jambo hili. Tunikushukuru sana kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Ardhi. Lakini jingine, leo umekuja kwenye tukio hili adhimu. Lengo ni kuja kujifungia na wadau wetu wote wanaohusiana au tunaotekeleza sheria za ardhi. Lengo kuja kujadili, kuja kuangalia vipi tunakwenda kwenye utekelezaji wa bajeti ya mwaka 26 na 27, lakini na bajeti zingine zinazofuata. Tunatambua sekta ya ardhi na sekta ya makazi inakabiliwa na changamoto nyingi, lakini kupitia forum kama hizi, kwa pamoja na kwa kushirikiana, tutaenda kuzitatua kwa pamoja. Na hili ni utekelezaji wa matakwa ya Mheshimiwa Rais wetu wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kwa kututaka watendaji wake tuweze kufanya kazi kwa mashirikiano na tushirikishe wadau mbalimbali ili kuweza kupata ufanisi wa kazi zetu.
na sisi hapa leo tumekuja kufanya jambo hilo ili tuweze kuikwamua sekta yetu ardhi, lakini sekta yetu. Mariam Khair, B2B, Zanzibar.